Naam, ni katika ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi wa maendeleo ya jamii ambayo imehitimishwa hapa katika chuo cha ustawi wa jamii kampasi ya Kijitonyama, ambapo kamati ya bunge inayodili na masuala ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii imefika hapa kuhitimisha kwa kukagua mradi ambao ulikuwa ukijengwa katika chuo hiki. Tukumbuke walianzia pale Arusha ambapo kuna baadhi ya miradi ambayo walikuwa kikagua ilikataliwa, lakini mingine ikaendelea, walikubali kutokana na wao vigezo vyao ambavyo walikuwa wanahitaji kuviona katika miradi ambayo inajengwa katika wizara hii, hasa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Yapo mengi ambayo yamezungumza, lakini hapa tunazungumza na naibu waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ambaye amezungumza kuhusiana na tunasema kamati hii ambayo ziara yake ambayo imefanya, lakini pia yupo makamu mwenyekiti wa kamati hii ya kudumu, lakini pia wapo viongozi wengi ambao tumezungumza nao katika kuhitimisha ama kutamatisha ziara hii ambayo ilianza tarehe 13 mpaka leo tarehe 17 ambapo inafika tamati. Mimi ni Gadmuya, nyuma ya kamera yupo Simon ambaye anahakikisha kila kitu kinaonekana vizuri. Karibu safiri na sisi katika dakika hizi chache kujionea mwisho wa ziara hii. Karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa Mwanaidi Alhamis, naibu waziri maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Leo tuko na kamati ya ustawi ambayo mwenyekiti wake ni mama Mheshimiwa Fatma Taufik. Tokea tarehe 13 tuko katika kuangalia miradi ya maendeleo ambayo inaendeshwa katika wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Tulianza Arusha kuangalia miradi ya kumbi za mikutano katika chuo cha Tengero pale, lakini tulienda Monduli tukaangalia hosteli za wanawake zinavyojengwa. Lakini leo hapa katika tarehe ya leo tarehe 17 tulianzia kituo cha watoto Kurasini kuangalia mazingira na huduma ambazo watoto wanastahiki kupewa katika malezi na makuzi na utamaduni wa Mtanzania. Waheshimiwa wabunge wameona jinsi wizara inavyofanya kazi kwa kushirikiana na wananchi, lakini kwa kushirikiana na walezi ambao wapo katika kituo kile cha Kurasini. Wamejionea wenyewe na wakatoa maoni, maelekezo mbalimbali ambayo sisi kama wizara tumeyapokea na kwenda kuyafanyia kazi, kuhakikisha watoto wale wanapata mazingira ya hali ya usalama wakiwa na amani na kupata mahitaji yote ambayo yanastahiki kama watoto toka mtoto anapozaliwa hadi anapotimiza miaka 18. Kwamba tuna sera ya mtoto ambayo nasema mtoto anastahili kupata vitu vyote toka anazaliwa hadi anakuwa na kuweza kujitegemea. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, watoto wako salama, mazingira yako vizuri, kuna uboreshaji mdogo mdogo ambao tumepewa, tutafanyia kazi. Lakini leo tumekuja hapa katika kuangalia mradi wa maendeleo wa chuo cha ustawi wa jamii. Chuo cha ustawi wa jamii kwa kujiongeza kwa upendo wao na kuona umuhimu wa ustawi, maafisa ustawi wameanza wao wana mradi ambao utaongeza tija na utaongeza wanafunzi ili waweze kuendelea na masomo na kupata maafisa ustawi mengi katika nchi hii yetu, kwa sababu tuna upungufu sana wa maafisa ustawi, kwa sababu wao ndio walezi, ndio waelekezaji, ndio watoa hofu wananchi kuhusiana na changamoto mbalimbali zinazowapata katika jamii. Ndio, kwa majina naitwa Amoni Anastasi Mpanju, ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, ambako ni kwenye ziara ya kamati na mwakilishi katibu mkuu ambapo kwenye majukumu mengine, lakini tumeambatana na Mheshimiwa naibu waziri au kwenye taasisi yetu hii ya chuo cha ustawi wa jamii, ambako ulikuwa nakagua mradi wa ujenzi wa ukumbi wa mihadhara ambao utakuwa na uwezo kuchukua wanafunzi 400. Sasa baada ya ukaguzi wa miradi hii na maendeleo ya kiustawi kwenye taasisi zetu za maendeleo na ustawi wa jamii, kamati imetuelekeza mambo mahususi, kwa sababu kamati yetu ndio inasimamia bajeti, ndio inatusemea bungeni. Kwa hiyo imetuelekeza mambo ya kufanyia marekebisho ambayo tutafanya marekebisho sisi wizara, lakini pia wamepata ufafanuzi na uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya maendeleo, wajibu wa vyuo, miundombinu iliyopo,
upungufu uliopo pamoja na kwenye taasisi hizo ustawi jamii na makao ya watoto. Kwa tunatarajia waheshimiwa wabunge baada ya kupata uelewa mpana na kuona utekelezaji wa miradi sasa wanapoenda bungeni waendelea kutusemea na hatimaye inaweza kapelekea kupitia bunge kuongezwa kwa bajeti, kwa sababu mambo ya ustawi yanahitaji fedha nyingi. Lakini pia ni vyema niseme mambo ya ustawi na maendeleo ya jamii hawezi kugharamiwa na serikali peke yake. Kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali, mashirika yasiyo ya serikali, taasisi za dini na wadau wengine. Lakini pia mambo ya ustawi jamii yanahitaji usikaji wa moja kwa moja wa walezi, wazazi na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo nitoe rai kwa jamii, kila watu watimize jukumu lao, na hususan katika malezi na makuzi na maendeleo ya watoto, kwa sababu watoto tunaowaona sasa hivi mitaani ambao mpaka serikali imeweka makao makuu 3 ya kitaifa. Kwa jina naitwa Riziki Saidi Lulida, makamu mwenyekiti wa kamati ya kazi, ajira na watu wenye ulemavu na Wizara ya Wanawake na Watoto na Jinsia. Kuanzia tarehe 13 kamati tulianza kufanya mzunguko wa kutembelea miradi mbalimbali ya wizara hizi zote mbili, tukianzia na mkoa wa Arusha, na tumepita kutembelea na kukagua maeneo mbalimbali. Tulioyabaini tumeyatolea majibu kwa ni lazima yasimamiwe, na yale mazuri tumeyapongeza. Nataka nitoe rai hasa katika vyuo. Sisi kama tunapokwenda pale, hatuendi pale kwenda kucheza, tunakwenda pale kwenda kufanya kazi. Na sisi kama wabunge tunajipanga kutokana na nafasi zetu. Kwa mfano, tuna wahasibu, tuna madaktari, tuna mainjinia. Hivyo wanapofikiria tunakwenda kule, hatukwenda kule kucheza, tumekwenda kufanya kazi. Mheshimiwa Rais anahangaika kutafuta pesa, sisi tunahangaika kutunga sheria na kusimamia sheria. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia bima papo kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia bima papo kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima pap, urahisi wa maisha.